Mradi wa ujenzi wa tenki la kuhifadhia maji la Buhongwa lenye ujazo wa lita milioni 10 ni sehemu ya mradi wa ujenzi wa matenki matano yenye jumla ya ujazo wa lita milioni 31, vituo viwili vya kusukuma maji na ujenzi wa mabomba makuu ya kusafirisha maji yenye urefu wa kilomita 40.5 kwa kupitia programu ya maji safi na usafi wa mazingira ya Ziwa Victoria, yani LV-WATSAN, unaogharimu shilingi za Kitanzania bilioni 46,235,949,550. Kwa fedha za kigeni ni euro milioni 18,494,379. Utekelezaji wa ujenzi wa tenki hili unahusisha ujenzi wa nyumba 2 za watumishi, jengo la kuwekea dawa, ujenzi wa ofisi ya mlinzi na uzio wenye umbali wa mita 400. Gharama ya mradi huu wa ujenzi wa tenki ni shilingi za Kitanzania bilioni 3,324,474 bila kodi ya ongezeko la thamani. Mradi huu umefikia asilimia 85 za utekelezaji kwa ujumla, na mkandarasi ameshalipwa kiasi cha shilingi bilioni 2,191,125,514. Kwa majina anaitwa Mariamu Mbogo, ni mkazi wa mtaa wa Igwambiti B, karibu na mradi wa maji ulipojengwa. Mimi kwanza nafurahi sana kwa kuletwa huu mradi wa maji hapa kwetu, kwa sababu sisi tulikuwa tuna shida ya maji sana. Tulikuwa tunatoka saa 8 za usiku tunaenda kuteka maji kwenye visima vya asili. Kwa sasa hivi tunashukuru uongozi. Kwanza napenda kutoa shukrani nyingi kwa mama yetu Samia Suluhu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na watumishi wote wa MUWASA kwa kufikiria kulileta hili tenki huku kwetu juu milimani. Baada ya hapo, napenda kutoa rai zangu kwamba wakandarasi waweze kufanya haraka ili mradi uweze kuisha, kwa sababu sisi wananchi wa mtaa huu tuna shida sana ya maji. Shukuru watendaji wote ambao wanasimamia miradi hii mikubwa ambayo Mheshimiwa Rais analeta fedha nyingi sana. Tunawashukuru kwa usimamizi mzuri. Juzi hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuja kuweka jiwe la msingi, ilikuwa kwenye asilimia 50, na leo Mwenge wa Uhuru umefika kutembelea na kukagua, umekuta mradi wetu una asilimia 85, jambo ambalo ni jitihada kubwa ambazo wataalamu wetu wanafanya. Tunawashukuru na endeleeni kufanya kwa jitihada zote ili mradi uweze kukamilika kwa haraka, wananchi waanze kutumia mradi huu, ili sasa adha ile ya kupata maji au kutokupata maji katika eneo hili basi liwe historia kwa wananchi wa jiji la Mwanza na wilaya za jirani. Lakini ndugu zangu wananchi, hii miradi mikubwa yote haiji tu, inakuja kwa sababu nchi yetu ina amani na utulivu. Inaleta fedha hizi nyingi kwa sababu nchi yetu ina amani na utulivu kwa zaidi ya miaka 65. Kama tunavyofahamu kwamba palipo na amani ndipo penye maendeleo. Ndio maana tunashuhudia maendeleo makubwa ambayo tunayaona kwa macho.